So let me tell you something. Wakati napozungumzia masuala ya uwekezaji, nisema nitakupa story na mmoja niwaambia usikilize hii story kwa makini sana. Nani yule nimwambia? Nitakuwa nikizungumza huku na kuangalia. Sikiliza hii story kwa makini sana. Sana. Itajibu sehemu ya hoja yako. Kuna watu wawili walikuwa wanafanya kazi ya kubeba ndoo za maji na kuuza kijijini. Unachota maji mtoni, unakuja kuuza kijijini. Chota unauza, wanatengeneza pesa. Mmoja akamwambia mwenzake, brother, tutachota maji hadi lini? Kwa nini tusijenge bomba kutoka kule mtoni lije huku juu tuwauzie watu maji kwenye bomba kuliko sisi kuchota? Yule akasema, mimi bwana siwezi kujenga bomba. Kujenga bomba inachukua muda. Inabidi kuchimba, kununua sululu, sijui kunegotiate na wana kijiji, pasua njia. Inachukua muda mrefu sana. Mimi nitakachokifanya, nitahakikisha naendelea kupiga ndoo za maji. Yule mwingine akaanza kujenga bomba. Mapato yalianza kupishana. Huyu anabeba ndoo nyingi kwa sababu hana mradi wa bomba. Huyu anapata hela kidogo kwa sababu sehemu ya muda wake anajenga bomba kutoka mtoni kuja kijijini. Na kuna kuchimba mitaro, kuna kupasua miti, kuna kupasua njia, kuna kupasua miamba. Huyu jamaa alipiga ndoo za maji yule wa kwanza na akiwa anashangilia anatengeneza pesa nyingi. Huyu mwingine pato lake limeshuka, lakini kidogo kidogo anapambana. Siku moja anapiga ndoo za maji, anapata kila kidogo cha kumsukuma mtaji kwa ajili ya mradi wake wa bomba. Baada ya miaka kadhaa, yule jamaa wa bomba kamaliza mradi wake. Maji sasa yanatoka kwenye bomba, anauza bila kwenda kubeba ndoo za maji. Yule mwingine nguvu zinamwisha, uzee umeshamuanza, hana uwezo wa kuongeza idadi ya ndoo za maji kwa sababu ya muda. Huwezi ukabeba masaa yote 24, uko limited. Kipato chake baada ya muda mrefu kaanza kupungua. Huyu aliyekuwa anabeba ndoo za maji hataki kuchimba bomba. Hadithi hii in brief inatufundisha habari za wafanyakazi wasiotaka kuwekeza mapema. Utabeba ndoo za maji mpaka lini? Ipo siku utazeeka. Ipo siku hata kama ukiwa ni the best medical doctor, sijui ni yule bwana ni daktari yule mwenye mawani. Are you a medical doctor? Ila una PhD? Unasoma mwenyewe, sawa. Unaweza kuwa ni daktari mzuri mpasuaji. Ipo siku nguvu zitaanza kuisha, mkono utakuwa unatetemeka, hautaweza kufanya ile kazi vizuri. Unaweza kuwa mjenzi mzuri sana wa nyumba. Ipo siku utashindwa kubeba matofali. Unawezaje kuanza kujenga bomba lako mapema? Ndio hiyo hadithi ninayotaka uisikilize, jinsi ya kujenga bomba. Unaweza ukachukua muda mrefu sawa sawa na Mhubiri 11 mstari wa kwanza na wa pili. Baada ya siku nyingi utaona kile chakula ulichokitupa juu ya uso wa maji. So njia nzuri ya kujihakikishia uhuru wa kifedha ni kuanza kujenga bomba la maji mapema tangu ujanani. Sisi unavyotuona hapa tumejenga bomba uzeeni. We regret. Ukiniona nakuja kufundisha wanafunzi sio kwa sababu nawapenda sana. Lakini ni sehemu ya makosa na YouTube unasema Mungu mimi nilifanya makosa. Hao watoto wasifanye makosa niliyofanya mimi. We learn kwenye so huyu japo alianzia huku. Sasa hivi yeye kazi yake ni hiki tu, anafungua tu koki tu. Akilifungua ile koki hiki kidude chekundu, maji yanatoka kule, anakusanya hela kisawasawa bila kuhenya. Huyu alijisahau. Kadiri alivyozidi kukua ndivyo alivyozidi kuzeeka. Ndoo za maji zilipungua. Muhimu ukasikiliza na ukatekeleza. Sasa kabla sijaingia kwenye vitega uchumi,
ninahitaji kuzungumza swala moja tu la kifedha, kwa sababu nimeona uhitaji uko hapa. How to plan and budget for your money. Hakikisha unagawa pesa zako katika makundi matano. Makundi hayo ndio haya hapa, haya. Ukiona una pengo 000, ujue una shida. Angalia pale. Swali la kwanza, nani anayefanya vizuri katika wale watu watano? 1, 2, 3, 4. Nataka kusikiza kutoka kwenu. Namba 1, 2, 3, 4. Na uzuri tuna mchungaji. Kuna mahali hapa. Hii jamii ndio kuna sadaka. Jamii, sadaka, jamii, sadaka, jamii, sadaka, mnaita corporate social responsibility. Hii ni needs, hii ni saving, hii ni investing, hii ni wants. Okay? Nani anafanya vizuri? Namba 3. Namba 5? Namba 3, sawa. Vizuri, mpigieni makofi alisema hivyo. Huyu anapeleka fungu la 10 na anaongeza 5%. Hana ugomvi na Mungu. Huyu hapeleki fungu la 10 lilokamilika. Ana sehemu amewekeza. Anawekeza mbinguni na anawekeza duniani. Huyu mbinguni hana kitu. Duniani hana kitu. Wakati bado anaishi duniani. Swali langu la pili kwako, wewe pale unaangukia wapi kwa maisha yako sasa hivi? Namba 1, 2, 3, 4. Mchungaji kasema hiyo ni siri. Sawa. Watu wengi wanaangukia namba 1 na namba 2. Hawana akiba, hawana uwekezaji. Na watakwambia sababu kubwa, hela hazitoshi. Nani alikwambiaga hela zinatosha? Okay, so key lessons. Number 1. Uwe na aina 5 za makundi ya fedha kwenye matumizi. Kwenye mapato na kwenye matumizi, hakikisha unagawa sehemu 5. Matumizi ya sadaka, matumizi ya lazima, yasiyo ya lazima, akiba na uwekezaji. Lesson ya kwanza. Lesson ya pili. Tenga sehemu uwekeze mbinguni na duniani. Tunawekeza mbinguni kwa kutoa sadaka kanisani. Tunawekeza duniani kwa kuweka kwenye vitega uchumi tutakavyojifunza sasa hivi. Lesson ya 3. Tell me how you spend your money and I will tell you your future. Niambie unavyotumia fedha zako na mimi nitakwambia mwisho wa maisha yako yatakuwaje. Kama utakuwa tajiri ama utakuwa maskini. Success secret hapa iko kwenye hii namba 1, matumizi kwa ajili ya sadaka na jamii pamoja na kuwekeza. Ninajua unaweza kaniuliza chakula vipi? Chakula, mavazi na malazi. Na mimi nitakujibu sawa sawa na Bwana Yesu alivyojibu. Mtu hataishi kwa mkate tu. Usiendekeze chakula. Narudia tena, usiendekeze chakula. Mostly mimi nakulaga mara moja tu. Sijafa. Nikila lunch, ndio hiyo lunch, ndio hiyo dinner. Nikila dinner, ndio hiyo dinner, ndio lunch. Plus breakfast. Nimemaliza. Sio kwa sababu nataka kusave. Ama sio kwa sababu sina pesa ya kula milo 3. Lakini kuendekeza kula hufiki mahali. Siku moja nilienda bookshop moja nikafungua kitabu. Nikakutana na yale aliyomkuta rafiki yangu. Biblia inasema kwenye Mithali, sikumbuki Mithali ngapi, inasema the foolish man spend his money as fast as he can get it. Bado kutana na mstari. Inasema mtu mpumbavu, kwa Kiswahili ukigugo, mtu mpumbavu humeza yote. Yani kadiri Mungu anavombariki na pesa, yani yeye kazi yake ni kuongeza speed ya kutumia zile pesa. Biblia inamuita huyo mtu ni mpumbavu. So nimefungua kile kitabu nikaangukia lile andiko.
Nikafunga. Kufungua tena nilifungua ukurasa wote, nikaangukia pale pale. Nikajua hapa Mungu ana jambo na mimi nini? Nikafunga, nikaondoka. Nikarudi tena kwenye ile bookshop siku nyingine, kufungua andiko lile lile. Nikajua mara ya 3 nimenasa. Nikanunua kile kitabu. Mtu mpumbavu huyameza yote. Kuna hazina ya thamani nyumbani kwake mwenye hekima, bali mtu mpumbavu humeza yote. Ya Kiingereza nasema there is treasure and wealthy in the house of a godly man or godly person, but a foolish man spend his money as fast as he gets it. Niliposhika lile andiko, nilirudi nyumbani nikasali, nikasema Mungu naomba unisamehe, nisiwe na kasi ya kutumia pesa kwa kasi kadiri zinavyoingia. So, lesson nyingine, usiwe mwepesi kwenye kutumia pesa. Biblia inakataa iko kitu. Usiwe mwepesi. Think twice. Mchungaji ametufundisha kuna watu wanafanya uamuzi kwanza, halafu wanakuja kufikiria baadaye. Mnakumbuka alitamka hiyo point? Inachotakiwa fikiria kwanza. Is it really essential for me to spend money now? Kama una kadiri pesa ikiingia ni ukisitu ndindi, unaanza rusha huko. Biblia inasema mpumbavu. Ukichungulia tu M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money, ile imeingia, unaanza rusha huko, msaidie. Biblia inasema mpumbavu. Hutumia pesa kwa kasi. That is the key. Kwa speedi kabla hajatulia. Ombi langu kwako, tulia kwanza, muombe Mungu kwanza. Inawezekana hiyo pesa Mungu kakwambia kwa ajili ya watu maalum. Mchungaji aliuliza, Mungu anaongeaga na nyinyi kwa sauti kuhusiana na matumizi ya pesa? Si mnakumbuka alisema iko kitu? Aliwahi kunibana Mungu siku moja, nikujaga hapa chuo kikuu. Ngoja niwadisieni hadithi moja hapa. Nimeitwa hapa chuo kikuu mchungaji. Kanisa lilikuwepo lile la pale chini, sio hili. Hili ilikuwa haijajengwa. Basi nikajiandaa, nikaja moja kwa moja. Sasa wakati najiandaa nikamwomba Mungu, watu wameniita wanafunzi, naenda kufanya nini mimi huku? Somo wameniambia hili. Kuna kitu unataka nifanye? Jamani, nyinyi kusali kuzuri lakini ni hatari. Hatari. Siku hizi siku nyingine siombe kabisa. Sitaki kudanganya. Kwa sababu najiuliza, Mungu akiniambia nikamtoe Isaka itakuwaje? What will happen? Ameshaye kunibabatiza mara kadhaa. Siku hiyo ngoja kwanza niende tu pole. Mungu tutajuana mbele ya safari. Siku hiyo bwana kimbele kuomba, Mungu kaniambia kitu. Ukienda chuo kikuu unaenda na ada. Kuna watu hawana ada na wanafukuzwa shule. What? Nilipe ada kiasi gani? Aliniambia chukua 10 million. Nenda nazo. Sasa si mnataka kujifunza? Acha tujifunze. Sasa Mungu nisaidie. Hapa nimekamatwa, hapa nimeenda kuomba mwenyewe. Kanitokea toa Isaka. Basi nikawa mpole. Kaja chuo kikuu pale, darasa pale chini pale pako fully packed, ile fellowship ya saa 11, sijui saa 12 mpaka saa 1. Basi nikafundisha ulichokitaka, nikamaliza, nikamwambia watu wote wenye shida za ada njooni mbele tumuombe Mungu. Gesi mchungaji, kilichotokea hakutoka hata mwanafunzi huyu mmoja. Sasa mimi nina uhakika, nikasema kwa mara ya pili mwenye shida ya ada aje mbele tumuombe Mungu. Hakutoka. Nikasema kwa mara ya 3 na ya mwisho mwenye shida ya ada songa mbele. Walitokea kama watu 3 4, baadaye wakajiuliza, wakatoka wakafika tu kama 12 13. Okay, nikaanza kuwauliza, wamepanga foleni. Okay, wewe shida yako nini? Sio ya ada. Sio shida gani hapo? Nikawa sort out hawa ambao sio ada, hawa ada. Tukaomba, tukamaliza, tulipomaliza kuomba, nikamwambia nyinyi ambao sio shida ada rudini, wakaketi. Hapo sasa nyinyi wenye shida ya ada nyinyi
andikeni kiwango chenu cha ada na mambo yenu ya shule. Wakaandika. Piga hesabu pale, milioni 10 kwenye karatasi. Mimi roho inanidunda. Mungu nisaidie, leo umenibana. Nikawaambia kesho mwe mmeshajaza deposit slip na control number. Saa 7 juu ya alama tunakutana benki CRDB hapa chuoni. Saa 7 juu ya alama, asikose mtu. Basi ada imepatikana. Mungu amefanya jambo. Nitakuja na hizo ada. Kanisa kule lisimesikia. Nikamwambia mbarikiwe, nimemaliza nikaketi. Na sisi tunataka toke mbele. Habia too late. Mlango umefungwa. Basi kesho yake ile nikaja. Piga hesabu milioni 12.5. Nikamwambia hapana, kati yenu mmoja kadanganya. Wakasema hapana, ziko sawa sana. Nikamwambia mmoja kadanganya. Mmoja baada ya mmoja tukamsort jamaa mmoja na PhD anasoma PhD. Yeye aliweka ada mara 2. Kwa hiyo tulipotoa ile moja ikabalance, tukalipa, tukamaliza, tukatawanyika zetu. Mungu ana njia zake. Sasa wale wengine wakasema na sisi tunataka tusaidiwe. Nikauliza kwa nini hamkuja mbele? Waliniambia tu wewe uonekane kama mtu wa maombi. It was clear. Wakasema yani uvokuwa unatuambia tuje mbele tuombewe. Yaani tukuangalia mwenyewe. Hatukuoni kama unafanana na maombi. Aonavyo Mungu sivyo aonavyo binadamu. Kuweka pesa kwenye akaunti ya biashara, lakini hii akaunti ina changamoto, haina faida. Kwa Kiingereza inaitwa hii current account, check account, business account. Watu wengi wanaweka pesa huko. Sasa najua haina return, lakini ninalazimika kuifundisha kwa sababu kuna kitu nitakuonyesha mbele. Nikikufundisha kitu chenye return bila kukuonyesha kitu kisichokuwa na return, sitokusaidia. Asilimia kubwa ya watu wameweka pesa zao kwenye akaunti hii isiyokuwa na fedha. Nani wana current account hapa? Wana check account, wana account ambayo inaitwa account ya biashara kule benki. Nyosha mkono. Mnaogopa? Nyosha tu mkono, wala usiogope. Usiogope. We are learning. 1 2 sawa. Asante. Nani ambaye hajui ile account yake benki kama ni current, ni saving, ni fixed deposit? Anajua na account benki lakini classification yake hana uhakika. Nyosha mkono. Mtakuwa wengi tu, wala msiogope. Sawa. Okay. Sasa mlionyosha mkono mara ya pili, nawaombeni kitu kimoja. Utakaporudi nyumbani, utakapoenda benki, waulize hii account mlionifungulia ina maneno haya? Kama ina maneno haya, ujue kila mwisho wa mwaka unapataga kila mwisho wa mwaka wewe kibuyu tu. Kwa nini? Watu huangamia kwa kukosa maarifa. Huna knowledge. Wewe ulichoenda benki, mimi naomba mnifungulie account, basi zile features, zile sifa huku focus kwa sababu hukujua. Na mimi nina uwezo wa kukuweka mahali ambapo hapata nigharimu. Why should I pay you money if I can keep your money without costing me anything? Okay? Kwa hiyo hawakukosea, walikuweka sehemu sahihi. Sasa hivi sasa na wewe umepata maarifa, utaenda kujiweka sehemu sahihi. Utapata 0. Sehemu ya pili unaweza kuweka pesa yako ni kwenye akaunti ya akiba, saving account. Saving account ukiweka pesa huko utapata faida kati ya 2.6 kwa mwaka mpaka 3.2. Sawa? Okay. Where do you get this information? Sababu tu ukasema wewe bwana unatufundisha lakini vitu vyako vinaelea hewani. You go to the website of the Bank of Tanzania kwa kuingiza hii address. Okay, www.bot. Kuna jarida moja linaitwa Monthly Economic Review. Kila mwezi wanalitoa, wanaonyesha viwango vya faida vinavyotolewa na taasisi za fedha. Kwa mfano, ukiweka kwenye saving account kuanzia December 2023 mpaka December 2024, these were the rates walizokuwa wanakupa kama faida kama ukiweka pesa huko. Mwezi gani walitoa kiwango kikubwa cha faida? Na asilimia ngapi?
Mwezi asilimia ngapi? 3 ndio hii hapa. Faida ndogo ilikuwa ni asilimia ngapi? 2 pointi. Mwezi gani? Mwezi Disemba, Okay. So tunafanya comparison. Aliyeweka pesa kwenye current account 0. Aliyeweka kwenye akiba account, saving account mpaka 3%. Ukiwa na milioni 1, huyu hapa ni 0, hata akiwa na bilioni 1 anapiga 0. Nearly 70% to 90% ya watu wanangukia hapa kwenye 0. Including you. Hujui tu. Lakini Mungu atusaidie we. Ndio kujifunza kwenyewe. Ukiweka kwenye saving account, japo tunamcheka huyu anapata 3%, but something is better than nothing. Hii 3% akiwa na milioni 1 kwa mwaka na 30,000 faida. Akiwa na milioni 10 kwa mwaka na 300,000, akiwa na milioni 100 kwa mwaka na milioni 3, akiwa na bilioni 1 kwa mwaka na milioni 30. Hela ni ile ile, benki ni ile ile, ni aina ya account walioichagua kufungua. Mmoja kafungua saving, mwingine kafungua business account. With the technology you can move money. Si ndio? Chi. Ile difference is not an issue, different of account. Unaweza ukalipa malipo yako yote kwa kutumia saving account. Hakuna atakaye kuzuia. Ni wewe ndio unayechagua uweke pesa wapi. Point clear? Umeuza kiwanja, umerithi mali kutoka kwa wazazi. Usikimbizane na kuweka hela huko. Hata ukiwa na bilioni 1. Na hizi situation nimekutana nazo. Nakutana na wafanyabiashara. Mimi bwana sipati kabisa hela. Una kiasi gani hizi? Umeweka wapi? Huku. Zihamishe hapa. Akihamisha hapa ghafla anaona pesa. Wanafikiria mimi labda ni mtu so special. Mimi ni mtu wa kawaida tu. Nimejifunza tu chini ya Bwana Yesu na huko mitaani. Basi ndio tunafundisha watu wengine. Sehemu ya 3 unaweza kuweka pesa ukapata faida. Ni kwenye amana ya muda mrefu. Fixed deposit. Kwenye amana ya muda mrefu utapata faida kati ya 9% hadi 10% kwa mwaka. Mfano, nikiondoa ile 0 kwenye hii amana ya muda mrefu, kama nina milioni 1 kwa wastani nitapata 90,000 mpaka 100,000 kwa mwaka. Na milioni 10 nitapata 900,000 mpaka milioni 1. Nina milioni 100 nitapata milioni 9 hadi milioni 10. Same amount of money. Huyu ana milioni 100, ukiweka kwenye ile account namba 1 unapata 0. Ukiweka kwenye account hii unapata milioni 3. Ukiweka kwenye fixed deposit milioni 9 hadi 10. Fikiria ina jump 3 times from 3 to 9 to 10. Wengine mtasema, mbona kama hivi viwango vya pesa vikubwa? Ni vikubwa, vitakupata huko mbele ya safari. Kwa hiyo ni bora ujiandae sasa hivi mapema. Haleluya. Unaweza kaisi kama vile utani. Ghafla umeteuliwa kuwa meneja wa biashara, kuwa mkuu wa taasisi. Taasisi ina pesa zaidi ya milioni 10 na mabilioni. Where do you put your money? Tunakukuta wewe mkuu wa taasisi pamoja na ufahamu wako unaenda kuweka kule ambako unapata 0. Wengine wazazi wenu wana pesa. Na nyinyi wengine mna pesa huko ndani, kwa sababu wenye pesa wao wajulikani kwa outlook. Na kina dada tu wanaotafuta wenye pesa ndio wanaingiaga mkenge. You don't know the wealthy person by their mere appearance. Kamuulize mchungaji wanaotoa sadaka nyingi ni wapi? Ni wale ambao wako ama ni wale ambao wako atakuambia. So hakikisha chonde na kuomba unabarikiwa na pesa hii, weka kwenye fixed deposit. To get this rate you must negotiate with the bank. Narudia, kupata hii lazima uongee na bank manager, umwambie kuna hela nitapata, ninaomba unipe faida
ya juu. Usipoongea anakuacha hapa. Usipoongea anakuacha hapa. No matter zitaingia kiasi gani, hazitazalisha. Ndio maana hapa panaitwa negotiation. Kwenye hii taarifa ya Benki Kuu inayotolewa kila mwezi inasema you need to negotiate the deposit rate. Negotiate means come and let's talk. Kina mama mpo? Nyinyi ni mabingwa wa kuongea na Mungu kawajalia uwezo wa kuongea mnao. Nendeni mkanegotiate benki sasa. Kwa nini mna negotiate huku tu nyumbani ndio mnapiga kelele kwa ume zenu? Nenda tukuone umahiri wako kuongea kama unaweza ukatengeneza pesa. So mama mchungaji, ngoja ninataka nihakikishe kama umesikia. Mama mchungaji, umesikia huko? Mchungaji huyu ananifurahisha. Sawa. So pointi hapa ni moja. Ukiweka pesa benki bila kuongea na ile pesa ikawa kubwa, hupati hata shilingi. It doesn't change your status. But the moment utakapoongea na branch manager, ninaomba unipe faida maalum kwa sababu nina zaidi ya milioni 100 hapa kwenye benki yako, nina zaidi ya milioni 50. Nipe, usiponipa ninaitoa pesa yangu naipeleka kwenye benki nyingine. They will call you. Wanaambia subiri tuongee kwanza. Subiri kwanza. Then unaanza kuambia okay, mtanipa kiasi gani? Kwa sababu umeshapita hii shule, unaangalia tu hapa hizi rates ziko ngapi? Una negotiate within this range. Unajua kama ni saving minimum mnipe hii, lakini kama naenda kwenye fixed deposit at least naweza nikaenda mpaka kwenye 10 ama kwenye 9 ama kwenye 8. Biblia inaruhusu kuwekeza kwenye riba. Mathayo 5:42. Mathayo 5:42 mtu anaweza kusoma pale. Sasa mtu akitaka kukopa, no problem. Mkopeshe na mtoze riba. Mathayo 5:42. Unaweza kusoma Biblia ya Kiingereza ama Biblia ya Kiswahili. Inasemaje? Hakuombaye mpe, na anayetaka kukopa kwako usimpe kisogo. Haya, tutafanya zoezi hilo kwenye Biblia. Biblia inasema kuna aina mbili za pesa. Ya kwanza inasema grants. Hakuombaye mpe, anaomba msaada. Unasikia naomba msaada? Naomba msaada, grant. Okay? Aina ya pili inasema naye atakaye kukopa, manake mkopa, usimpe kisogo. Manake yani akikuomba hivi usimgeuzie kisogo. Sasa hebu ongea na jirani yako hapo, halafu mwambie naomba pesa, halafu mpe kisogo. Mwambie naomba mkopo, halafu mpe kisogo. Mpe kisogo. Wewe hujafanya kule, sijakuona. Mpe kisogo. Sawa. Sawa, sasa tunaenda mara ya pili sasa. Mara ya pili Biblia inasema hivi, anayekuomba mkopo usimpe kisogo, manake mpe uso kwa uso, pesa kwa pesa, mkono kwa mkono. Sawa? Haya, muombe tena mara ya pili. Haya. Hii ya pili mmeionaje, nzuri mbaya? Hii ya pili ndio nzuri. Kwa hiyo Mungu akikupa nafasi ya kumkopesha mtu mwingine kwa riba, uwe na amani. Riba ruhusa. Siku moja niliitwa kanisa moja kufundisha. Alisema amen, yuko wapi? Mpigeni makofi. Ukicheza kikoba, wakikutoza riba, mkitozana riba, it's okay. Mkicheza SACCOS, it's okay. Mmecheza mchezo wa kuzungusha pesa, it's okay. Ukianzisha microfinance, it's okay. Ukianzisha benki ukatoza riba, it's okay. Uwe na amani. Kwa nini? Biblia ilisema mtu yote anayetaka kukukopa usimpe kisogo, mpe pesa anazozihitaji pamoja na riba. Kasome Amplified Bible, inasema wazi. Sawa? Na aliyetoa hilo jibu ni Bwana Yesu, kwa sababu kwa kuna mijadala mingi sana ya riba kwenye Agano la Kale. Siku moja nilienda kanisa moja. So ameniita
Ndio yale mambo nikuambia, kuna siku nyingine unamuomba Mungu, siku nyingine unaomba huku ukiogopa. Mungu sio kaniambia jambo gumu huku tena. Moyoni mwangu nikaambiwa kawaambie riba sio dhambi. Nikasema Mungu nisaidie, nawaambiaje hawa watu? Ndio akanisaidia kwenye maandiko, kupitia maandiko na maandiko. Mimi nilipofika tu mchungaji kanisimamisha. Neno la kwanza, riba sio dhambi. Kanisa zima liko linashangaa. Nikarudia mara pili, nikarudia mara tatu. Nikapitisha kwenye maandiko yale Mungu alionisaidia. Tulipomaliza ibada, nilisikia watu wanasema nimepoteza biashara yangu kwa sababu viongozi wa dini waliniambia nisifanye biashara yenye riba. Wengine walipoteza biashara kwa sababu washirika wenzao waliwaambia ukisha muamini Yesu utakiwi kufanya biashara yenye riba. Kama hujui kitu, mwachie mchungaji aende kukidili nacho. Wewe sio mchungaji. Mnatuharibia makanisani humu. Mnavuruga mambo. Kaa kimya. Mshirika na swali, kamuulize mchungaji. Kamuulize mchungaji. Wao wana huduma. Wao wamekuwa anointed. Wana jinsi ya kumjibu mtu bila kumvurugia future yake. Wewe na mimi, wewe mwenyewe upendi kufanya biashara. Unanishauri nini mimi kwenye biashara? Si ndio utaniambia nisifanye biashara? Unamwona shetani wakati sisi tunamwona Mungu. So ukiweka pesa huko Mungu atakujalia, utalipwa riba. Kwa nini? Umeikopesha taasisi ya fedha, itakurudishia pesa pamoja na riba. Mnakumbuka andiko la pili liko kwenye Luka na Mathayo, mfano wa Kabaila Kabaila mnamkumbuka Alipowapa mafungo ya pesa, yule mmoja alimwambia, kwa nini ukunirudishi, kwa nini ukuweka fedha zangu kwa watu wa riba? Ili nitakaporudi kama umeshindwa kuiwekeza, basi nipate pamoja na riba yake. Riba sio dhambi. Narudia tena. Sio dhambi. Ukisoma Agano Jipya imetamkwa several times. Ni ile tu tunasoma Biblia kwa haraka. Ama tunahisi tunajua kila kitu. Hakuna anayejua kila kitu. Lakini uwe mwepesi kujifunza kwa wengine. Mungu akikuruhusu, weka hapa, utapata sehemu. Okay. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.